lichipuke, 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 lichipuke. Hebu pale mbele za Bwana, mwambie Bwana jambo jipya ambalo limezuiliwa ili lisichipuke. Nenda mbele za Bwana kila moja, sogea mbele za Bwana, mwambie Bwana hilo jambo jipya ambalo limezuiliwa, ambalo lisichipuke, likaanze kuchipuka, likaanze kuchipuka, likaanze kuchipuka, likaanze kuchipuka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Jambo jipya likaanze kuchipuka, jambo jipya chipuka, chipuka, ili chipuke, ili chipuke, ili chipuke, ili chipuke. Hilo jambo jipya ambalo limefungwa na nguvu za ukoo, na nguvu za mapepe, na nguvu za mapepo, lichipuke. Sema chipuka, sema chipuka, 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 chipuka. Ni kama leo mtu amekata sa miaka 10 akaja akazaa, mji hautafurahi, ila wacha wako watafanyaje? Watakufa. Sema jambo jipya, jambo jipya, sema jambo jipya, lichipuke. Na mimi nikutabiria kabla mwaka haujaisha, vitu vipya vichipuke kwenye maisha yako, vichipuke kwenye ndoa yako. Ule mwanaume asiyekupenda, ule mwanamke asiyekupenda akaanze jambo jipya. Kama hauna kipya hauwezi furahia maisha ya wokovu. Nikuombe Mungu akajipushe mpaka useme wao, kumtumikia kwangu Mungu sio bure, na Mungu akupe hiyo thawabu kwa jina la Yesu Kristo. Piga Bwana makofi na vigelegele zaidi. Yesu mkono wako juu, sema Bwana Yesu, jambo jipya lichipuke kwenye maisha yangu, kwenye kazi ya mikono yangu, likachipuke, likachipuke, likachipuke kwa jina la Yesu Kristo. Piga Bwana makofi zaidi. Kama ngili chako umebarikiwa wewe ulio wa ibada. Haleluya. Kama umebarikiwa na kongamano, wangapi wamebarikiwa na kongamano? Hebu nione mikono ya watu waliobarikiwa na kongamano. Mikono. Ina maana hamna hata mtu mmoja mwenye shuhuda, au waliotendewa hawapo hapa. Waliotendewa ni wangapi? Hebu mpe hata nimsikia hata dada yangu Felista pale maiki, nimsikia nasemaje lile kongamano la wiki nzima. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda ndo nguvu ya mtumishi kuliko hata sadaka. Ushuhuda ndo nguvu. Kwa maana kama nikilala nikisikia kuna yule mama alisema nipata mtoto, naamka kwa jina la Yesu, kwa sababu nimeona Mungu anafanyaje, anafanya. Karibu. Haleluya. Amen. Kipekee ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii ya mahali hapa kwa mtume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako mambo ambayo Mungu ametenda kupitia ile wiki ya kongamano ni mengi. Kwa kweli ni mengi, mpaka nina furaha ya kuendelea zaidi kusonga mbele kumtumikia Mungu zaidi. Haleluya. Ya dunia yanapita, lakini ya Mungu daima hayapiti. Haleluya. Jambo la kwanza, wakati tukiwa kwenye kongamano, katikati ya kongamano, shetani alitaka kujiinua ajipatie yeye utukufu, lakini simba wa Yuda Mungu mwenyewe alisimama. Nilipata homa kali sana ambayo sikuitegemea. Nikasema ili kongamano nitaachia katikati. Nikasema hapana, haitawezekana. Hivyo nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilitoka mahali hapa nilikuwa nasikia baridi ya ajabu sana. Yaani baridi, yaani kufika nyumbani sijiwezi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini namshukuru Mungu wa madhabahu hii, aliniponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliniponya na nikahudhuria kongamano mpaka siku ya mwisho. Ukaje usema fire. Sema fire. Ugonjwa hata kama ni homa lazima ikuachie kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikutosha. Prophet Peter alitamka vitu tofauti kwa watu mbalimbali, na mimi nimepokea. Bwana Yesu asifiwe. Alisema, alinitamkia mimi kwamba alisema hata wale waliofungwa wasikukumbuke. Kupitia kongamano hili utakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia wiki inayoanza Jumatatu walikuja watu tofauti nyumbani, na sio wamekuja mikono mitupu. Sio mikono nini? Sio mikono mitupu. Waje na vitu mkononi. Haleluya.
Amen. Kuna aliyekuja na unga, kuna aliyekuja na mchele, kuna aliyekuja na mafuta. Yaani ukiingia pale ndani kwangu utafikiri nimetoka supermarket kwenda kutoa. Si mimi niliyefanya, bali ni huyu Mungu wa mahali hapa. Pigie Ebeneza makofi na vigelegele zaidi. Bado ipo. Bado kuna kitu kingine ambacho kimenishangaza. Ndio. Siku ya Alhamisi rafiki yangu alinipigia, analia kwa uchungu. Alienda hospitalini, akapima vipimo, akaambiwa kwamba ana uvimbe kwenye kizazi. Akawa anaogopa, ananiambia Felista, mimi nitakufa. Mtoto wangu nitamwacha na nani? Nikamwambia hautakufa bali utaishi. Bwana Yesu asifiwe. Pale pale nilichukua kitendo cha imani, nikamtumia mtume message, nikamwambia unaamini? Akaniambia ninaamini. Basi namtumia mtume message na atakuombea, utakuwa salama, wacha kuwaza habari ya kufa. Akasema amina. Siku ya Ijumaa asubuhi ananipigia simu akiwa anashangilia. Ananiambia sijaenda hospitalini, lakini ninashangaa mwili ulikuwa hauna nguvu. Vitu vilivyokuwa vinatoka ndani yangu ni vitu vya ajabu sana. Alishangaa, usaa ulitoka, uchafu ulitoka mfululizo mpaka hivi ninavyoongea dakika hii mtume ni uchafu unaendelea kutoka. Na mimi nikamwambia usiogope, ni operation inaendelea ili Jumatatu utakapoenda kwenye vipimo kwisha. Amen. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa hilo. Mtume anaendelea vizuri. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Makofi zaidi. Hiyo ndio chakula ya watumishi. Chakula ya mitume na manabii ni shuhuda, sio kitu kingine. Bwana Yesu apigie kwa sifa. Pigia Bwana makofi zaidi. Mwingine aliyotendewa hata kama ni Muisraeli. Muisraeli aliyotendewa wiki nzima. Karibu mama, mpe mama hiki. Siogope. Naogopa wachawi. Haleluya, mtume. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hakika najivuna na nabii na mtume. Haleluya. Maana kwa kweli mimi tangu nimjue nabii Ernesti sijawahi kupungukiwa, sijawahi kuona shida katika familia yangu. Nazidi kusonga mbele kwa ajili ya maombi ya nabii na mtume. Mtume, Mungu akubariki, akuinue katika viwango vya juu. Maana siku hiyo mimi katika kongamano nilikuja Ijumaa, lakini baadaye nikaja nikajuta, nikasema hivi kumbe kongamano ilikuwa kuzuri na naye kuna ujumbe mzuri. Nikaanza kujuta, lakini sisi wateule, watoto wa nabii na mitume hatujutaki kwa sababu ya tunatembea na malaika ambapo wanaendelea kutufinyanga na kututengeneza. Haleluya. Amen. Jamani, nawaambia wana mitume, kaeni katika mikono ya mitume, kwa sababu hakika kuna kitu katika chombo hichi cha nabii Ernesti. Pigia Bwana makofi zaidi. Mimi nina kila sababu, kwa sababu kwa nabii mimi nilichoka kabisa, sifai. Yaani ilikuwa roho ya mauti kabisa ilinivaa, lakini nilipofika kwa nabii Ernesti, yaani alinifinyanga, akanifanya chombo, akanifanya binti ya kumtumikia Mungu. Haleluya. Anayekaa hapa jamani, wanangu wakubwa kwa wadogo, msijute. Hakuna mauti kwa manabii na mitume. Amen. Mungu wa mtume, kwa sababu siku hiyo niliona mtoto mauti kabisa imemvaa, lakini alipofika mahali hapa alifunguliwa, alipata uhai tena. Nikajua ya kwamba mitume na manabii kumbe hakuna mauti duniani katika mikono ya mitume na manabii, kwa sababu hakika tukiona katika kule nje mahali wanayeng'ang'ana katika dini ni mateso, ni mauti. Hakika kwa nabii na mitume hakuna mauti. Haleluya. Pigia Bwana makofi zaidi. Unaonaje tulipokuja kwa nabii? Ulinionaje? Kwanza kwa mtume mwanadamu nilikuwa nimechoka mwanangu, lakini mafuta ya kinabii imekuinua kabisa. Nilikuwa binti na mimi namuomba Mungu anisaidie ili nisisite, ili nisonge mbele. Kwa jina la Yesu. Nimerudishwa uhai kwa kutumika kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen.
niangalie. Kuna message nilipata mwezi wa 4 na sherehe. Ndio mtumishi. Shetani anataka ajiinue kwa ajili ya ile. Wewe. Wacha mambo haya. Ni wachawi. Mliojipanga. Kwa nini mtaka kumpa aibu? Sikiliza nikwambie. Huyu mwanamke huyu. Viatu nataka tumsofishe. Kila mmoja asimame juu atupe moto hapa. Sema tupa moto. Kila mmoja sema fire. Fire. Sema fire. Choma, choma, choma. Achia uzazi wake. Achia tumbo lake. 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 Uzao tumbo lake. Achia tumbo lake. Achia tumbo lake. Na afuta watu wote. Na simamisha. Kwa nini mmesema ile harusi mnataka muifanye kuna aibu? Kwa nini mnataka kumdhofisha? Ndio nataka kumebisha. Kweli? Kwa nini nabii anapata ushindi kila kwa utaki nabii apate? Nabii akipata ushindi mtume anapata ushindi. Naingia tumboni na kamata uzao wa kwanza, uzao wa pili, uzao wa tatu, na kamata uzao wa kiume. Nafuta aibu, nafuta aibu, nafuta aibu. Kwanza leo Baba, ninaachilia jeshi la malaika waende wakafanye miujiza mikubwa. Asante Yesu. Kwenye boma ya huyu mwanamke. Mama itaenda. Sawa? Siogope. Watu wenye mambo makubwa wana vita vikubwa. Ila lazima mtashinda kwa damu ya Yesu Kristo. Tutakula chakula mama. Tutakula pilau. Ya. Weka nisema fire. Sema fire ya. Sema leo. Madhabahu yote iliyonikamata haitaniweza. 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 Ndio, kuna watu wamekuja kumsalimia mtume, nisikie majina yao. Kama kuna mgeni yoyote ningesikia jina nitafurahi zaidi. Karibu. Wape maiki mtumishi. Wapigie makofi wageni wetu. Waambie God is love you. Karibu mama, karibu jitambulishe jina lako, mahali umetoka. Jina naitwa Edgar Valentine. Ndio. Kushiriki katika ibada hii siku ya leo. Nitokea Manyara. Pigia Bwana makofi zaidi. Karibu. Usiogope mama, sawa? Mungu atakutendea tu. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Salma Musa. Na Kango Sero. Leo nimekuja kushiriki na nyinyi ibada hii. Ndio. Pigia Bwana makofi zaidi. Sema miziba lazima ituliwe. Sema miziba lazima ituliwe. Kitabu kile cha Wafalme wa pili, sura ya 2, kuanzia mstari wa 18 pale. Wangapi wana Biblia wako hapo? Wangapi wana Biblia? Wafalme wa pili sura ya 4 kuanzia 18. Tunajifunza kwa habari ya ule mwanamke alikuwa hana mtoto. Mnafahamu hizo habari, kienda kuzisoma hapo mtazielewa. Lakini mtoto alikuja akafanikiwa kupata mtoto akaja akafa. Baada ya mtoto kufa, alirudi kwenye chanzo cha baraka zake na maisha yakaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Hii tunajifunza kwamba kuna nguvu ya kuendelea na mtu anayekufanikisha. Kuna nguvu ya kuendelea au kuandamana na mtu aliyeweka mikono juu yako au akawa amekutamkia ukafanikiwa, usimwache. Amen. Maana ndiye aliyokamata baraka zako. Karibu tumishi. Kitabu cha Wafalme wa pili, ndio, sura ile ya 4 mstari wa 18. Ndio. Hata yule mtoto alipokuwa ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye wavu nao. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake. Naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Kisha kafanyaje? Akafa. Kisha akambeba. Baba ana solution.
Mtoto ameugua kichwa tu ghafla. Kichwa kitu kama kinavouaga watu wengi. Amepata tu malaria, amepitiwa tu na toyo, bahati mbaya amekufa. Mtoto akaugua kichwa. Mtoto wa muujiza. Mtoto ambao mama ni tajiri, amekaa kwenye serikali miaka mingi lakini hana mtoto. Kwa mema aliyotendea manabii akafanikiwa akapata mtoto. Lakini ule muujiza ulioendelea mbele ndio mtoto akaja akafanyaje? Akafa. Akafanyaje mtumishi? Mstari 21. Ndio. Mamaye akapanda juu. Ndio. Akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu. Akaingia mlangoni. Akamfungia mlango. Akatoka. Kisha akamuita mumewe. Akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja mtumishi wako, mtumishi na punda mmoja, ili mwanamke yule, ili nimwendee yule mtu wa Mungu haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi wala Sabato. Akasema, si neno. Akasema si nini? Wenye matatizo watu wa sheria, wenye matatizo wafunguaji na dini, wenye matatizo wafunguaji na biashara, hawanaga discipline. Kama ilivyokuwa wewe, umekuja kupokea majibu yako na utaondoka na majibu yako leo. Akaambiwa, kwa nini kumwendea leo? Si hayupo. Leo si mwandamo wa mwezi. Akasema si neno. Mtu mwenye matatizo au mwenye msiba, mwenye shida hazuiliwi. Nikuombea, nyosha mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu, madhabahu yoyote inayojaribu kunizuia nisipokee ushuhuda wangu, ufe. Ukizuiwa haupati. Kuna binti nilimkemea hapa, watumishi walikuwepo. Anaamka aje aombewe hapa, anamzuia na mapaja. Siamekaa hapa hivi. Siamekaa hapa. Anataka apita, siende. Hapo nimemkemea, nikamwambia ndo mtume tulivyo. Atubembelezaje? Huyu unayemkemea ni mwanachuo, hana chochote. Nikamwambia binti, umeolewa? Unazuiliwa na nini? Kwa lengo lipi? Walioko makanisani wanaweza kukuambia kwa nini kumwendea? Kwa nini umpe mtume sadaka anakula? Kwa nini kumpa? Huyu anataka kuzuiliwa na mume, baby sweetie. Anataka kumzuia. Mama mtoto amekufa, amemweka gorofani mahali na jana lalaga. Anataka atafute uponyaji. Anajua nikirudi kule majibu yangu yapo. Na wewe unaporudi hapa unaendelea kufanikiwa. Majibu yangu yako kwa nabii. Na huduma hii inaongozwa na mtume. Anazuiwa, anakataa. Endelea pale mtumishi. Mstari wa 20. Mstari wa 24. Akatandika punda. Akawasha gari. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, muendeshe tuendelee mbele. Usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Usifanyaje? Wangapi wanapunguziwa mwendo kuja hapa? Kuna watu wanaweza kuwa wanakupunguzia mwendo. Usiende, una nauli. Usiende ule. Watu wanabaki kwenye ukoma. Watu wanabaki kwenye magonjwa. Anamwambia mtumishi wake, endesha gari, kanyaga. Mama amechanganyikiwa kwa sababu ya mtoto wake amefariki. Na ushuhuda ni mmoja tu, anaye mtoto. Anaambia mfanyakazi, tembeza chuma. Wala usinipunguzie. Hebu na usipunguzie mwendo kuja hapa. Nasema hivi, inua mikono yako tu. Sema, Bwana Yesu, yeyote anayenipunguzia mwendo, yeyote anayenipunguzia sauti, kwa jina la Yesu, lazima uondoke mbele yangu. Lazima uondoke mbele yangu. Lazima uondoke mbele yangu. Shout amen. Usinipunguzie mwendo. Kuna watu wanapunguziwa. Nyauni sikupi. Mwambie nitaenda hivyo hivyo. Nitafua hii moja, nitavaa, nitaenda. Kiatu nitaenda hivyo hivyo. Hamna shida. Amesema atawatuesha maadui zao kwa njia ngapi? Watakuja kwa njia moja, lakini watatoka kwa njia ngapi? 7. Utapata nao mafanikio kwa njia 7. Baraka zije huku kama mama anavyoeleza. Watu wanakuja wanamletea vitu. Hebu na wewe watu wakuletee vitu. Wabebe hivi. Walete.
Unapomuomba Mungu, haijalishi ni watumishi, haijalishi ni muumini, Mungu anaangalia moyo wa mtu. Amen. Moyo wako. Mama amechanganyikiwa. Kuna watu ndani familia zimesambaratika, hawana maisha yoyote, lakini ndani hawajisikii hata kumtafuta Mungu. Huyu mama baada ya kujua mtoto amekufa alichanganyikiwa. Unaweza ukajua kabisa kwamba haya maisha yangu sio, lakini bado ni mstaarabu. Tunasema omba, bado unajishikashika kwa jina la Yesu. Kanisa hili la maombi sana kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kanisa gani linaomba sana hili? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Na kuomba shetani unajalia shetani ametoka kwenye reli, ajui anachokifanya. Mama huyu aligundua. Hebu Mungu akupe upako wa kutambua mahali nilipo. Sema yeye Bwana Yesu, imeminia moto ndani yangu ya kujitambua, ya kujitambua. Kuna watu wanatembea na maiti lakini hawajui wako na maiti. Anaambiwa uko na maiti, anasema wewe ndio unatembea na maiti. Mama alijua ni maiti. Niko mtoto wangu wa pekee mrisi amekufa, amechanganyikiwa, uhai wake hajahesabia chochote. Hebu wanawake, Mungu awabariki sana. Sema Bwana Yesu, najua umesimama hapa kwa ajili ya familia yako. Huyu Mungu asikuachi. Amina. Endelea mbele mtumishi wa Bwana. Mstari wa 25. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomuona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama mshunami yule kule. Tazama mshunami yule. Tazama yule mshunami. Sababu mwanaume yuko kileleni, yuko mahali juu mlimani, anaomba tu kwa jina la Yesu, nipe upako Baba. Huu mchi ni uombe ufanikiwe. Huu mchi uendelee mbele. Huu mchi usonge mbele kwenye pori. Afu anafanya hivi. Elisha, nani Gehazi? Yule sio mwanamke mshunami yule. Na ule mama amekumbuka kwa sababu ya kumtunza nabii. Alimjengea nabii nini? Gorofa. Mbona mtume anamwombea sana? Anaenda kwa mtume anaenda sana kwake. Alikumbuka kwa sababu alifanya kitu. Anapenda hela. Mama akaangalia kwa mbali akasema, Elisha, Gehazi, ule sio ule mwanamke kweli? Nabii anakumbuka yale neno. Umeona? Tunaweza kuwa tuna upako lakini hatuna hela. Ukaja ukanilisha tu mtume, nalipia kodi ya mwezi shilingi 100,000 hii hapa. Akasema Bwana Yesu, huyu mama umfanyie nini? Au huyu baba akamkumbuka, akamwambia Gehazi, mama ule mshunami ule kule, hebu shuka barabara karanga mwambie yuko salama. Tuendelee kusoma hiyo story hapo. Sema ya Bwana Yesu. Bwana Yesu, nipe kutendea mema madhabahu. Nipe kutendea mema madhabahu. Akajulikana kwa mbali. Wewe leo ukitokea utaonekana. Sema mimi wote ninawaona. Wote mkija ninajua fulani hapa. Pigie Bwana makofi zaidi. Karibu. Mstari wa 26. Tafadhali piga mbio sasa. Piga mbio, nabii anamwambia piga, hebu tembea. Yule mtu aliyojengea gorofa ule kule, nini shida? Piga mbio. Usitembee. Gehazi anataka kapigwa hata makofi sasa hiyo. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki. Akamwambia, haujambo? Mumewe hajambo? Mtoto hajambo? Akajibu akamwambia, hajambo. Akajibu akamwambia hajambo. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, akamshika miguu. Gehazi akakaribia amuondoe. Lakini mtu wa Mungu akamwambia, muache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala hakuniambia. Na Bwana amenificha. Nabii amefichwa. Mtume anakuambia, mama una shida gani? Unamumunya mdomo. Kuna vitu vingine hatuoni ndani yenu. Na Bwana amenificha wala kufanyaje? Wala hakuniambia. Kumbe kuna vitu ambavyo unakuja unakaa na mtume. Ndio maana kuna kule kuonana na mtu mmoja, mtume niombee, maana mimi nina tabia chafu sana kupenda wanawake. Siwezi kujua mimi hiyo tabia kama unayo. Siwezi kujua labda kama kuna shida gani kwenye nyumba. Mtume niombee, sipewa matumizi. Mtume niombee, nikitaka kutoa sadaka kuna roho inaniambia usitoe. Nishughulikie. Nabii amefichwa. Akasema na Bwana hakuniambia. Watumishi wengine kuna vitu lazima muwashirikishe watumishi ndani kwa moja. Mtume ninaumwa sehemu fulani. Mtume nina hali fulani. Directly. Sasa mtume niombe maisha yangu kwa ujumla.
Vipi? Niombe tu kwa ujumla maisha yangu. Fanya vile Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Na mimi nakuombea jinsi Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Bwana Yesu ninaachilia moto aende akafanikiwe. Kumbe wewe ni tajiri. Kumbe una kidonda au una matatizo yako unayotambua wewe. Kuna haja ya kuelezea jambo lako. Nabii amefichwa hapa mama. Amefichwa nabii kama nabii kafichwa. Na anakiri Gehazi anaambiwa na Bwana amenificha wala hakuniambia. Kumbe kuna vitu hata mtume anaweza kafichwa, wewe ndio ukaniambia au watumishi wakanisaidia mtume kuna hichi. Nasema sawa. Ndizi ilivyo hapa. Mama anakimbia kamwambia hajambo, watoto wake hawajambo, mume wake hajambo. Mama akakimbia tafuta mguu anaambia uko wapi? Tafuta mguu akaangalia. Gehazi anamtoa jamani. Lakini mtu anataka kitu haondolewi na chochote mbinguni kwa nabii au kwa mtume. Sema sipunguzi mwendo na yoyote, sizuii na yoyote. Wakati wa baraka zangu ukifika, hakuna atakayenizuia. Mama anakimbilia miguu. Mama yu gani yuko hapa anataka kukimbilia miguu ya mtume hapa? Unakimbilia na sadaka lakini. Anataka kukimbilia alafu ima Gehazi lakini au Stanley Gehazi aje amtoe. Alafu sasa naona ngangania utoki. Nani yuko tayari? Mama mtume anajisaji. Amempanga. Wanaisha pesi. Autolewi. Wakati anapambana kumtoa. Acha bwana, mwache nabii. Mama anapambana miguuni. Mwache baba. Nataka uwe hivyo mpaka Mungu aseme haya acha apate baraka zake sasa. Sema nitangangana. Sema nitangangana. Yesu mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, nitangangana. Hata kuja hapa ni vita. Toroka kwa mchungaji. Njoo. Ngangana kabisa. Jifunge hata mtandio paka hapa sikuoni. Kuja unajificha. Haleluya. Ngangana. Virahisi kirahisi. Vitu vizuri haviji kirahisi. Mwanamke amekimbilia miguu, anangangana pale. Kiasi zao mwache baba yangu. Wewe unamfuta miguu anangangania, anajua ipo kitu. Hebu Bwana Yesu akujalie. Kungangania kitu kizuri. Kungangania kitu kinatakachokupa maisha mazuri. Mama alijua hapa alionipa mtoto ni huyu na atakayemtunza ni huyu. Usije ukaombewa mahali ukakimbia na zile baraka haziendi kudumu. Mama huyu alipewa mtoto wa kiume. Hebu mlete mtoto. Huyu hata ataishi lakini ni mfano tu. Baba anaachilia ulinzi wake. Unaona? Unaona muujiza. Sasa mama huyu aligundua kwamba miguuni kwa mtume alionipa mtoto wangu ndo anaye. Hata aende wapi afufuliwi. Hata aende wapi mpaka aje kwenye miguu pale aliposema mama nikupe nini? Baba nikuombe cheo. Mama akasema hapana. Gehazi akasema baba huyu mtu ana mtoto. Akamwambia basi majira mwakani kama haya atapata mtoto. Kile kinywa ndio kiseme anamrudisha. Clap for Jesus everyone. Clap for Jesus. Clap for Jesus everyone. Clap for Jesus. Nasema shuhuda zako zikurudie. Baraka zikurudie. Baraka zikurudie. Unang'ang'ana na yule mtu mpaka mwisho. Yakobo habari zake siyasoma sana, lakini niliambiwa aling'ang'ana mpaka asubuhi 11. Sikuachii. Jina lako la Yakobo akamtengua paja. Bado sikuachii. Basi kuanzia leo hautaitwa tena Yakobo, utaitwa nani? Israeli. Weka hapo. Badilishwa jina hapo. Unang'ang'ania kwa sadaka, unang'ang'ania kwa usafi. Njoo fanya kazi. Nilikuwa nasema mtumishi anasema ushuhuda wake hapa. Nilimwambia hata kama hamna kazi, njooni fanyeni kazi hapa. Mimi si nimefanya, si nimeona. Tufanye malipo yapo. Kama sijalipo, kwani mtoto wangu kama hajalazwa mwaka mzima kitandani, sio baraka hizo? Wangapi ni matajiri watoto wamelazwa, wanapumulia mashine juu. Ni wangapi? Si maelfu. Ni baraka hizo. Hata pumzi tu. Uhai.
ni baraka. Afya, unavaa nguo. Kuna watu mama ni mabilioni self money. Kuna mmoja nimemsikia ingawa kule Mbeya. Yaani mtu uko hoi amelazwa hospitali ya Mbeya. Yaani pesa zinaingia, anamuuliza mtu wa karibu, vipi? Leo imeingia milioni 500. Haizi kupumua hata vizuri. Milioni ngapi? Yule mwingine analeta zile milioni 150. Tunamfuatilia atazileta. Na nani yale matekta kule nani Kapunga alipewa zile hela zake. Tajiri wa mwili lakini afya. Sema Bwana Yesu, afya yangu Bwana uimarishe. Nikuombea afya yako imarike. Nikuombea afya yako uwe imara na fedha zikae juu yako. Fedha zikae. Leo unaonaje uko vizuri lakini hauna mna hata kutaka, unaambiwa kula chakula hicho unachaguliwa, kula hicho unachaguliwa, kula hicho unachaguliwa. Kwa sababu gani? Shetani amesema mtu mpe hii, lakini sukari pressure vikae hapo. Usinywe Fanta orange. Hii wali wako utakule ukiwa hivi. Tuleke kwanza wali wako. Nyama ready meat no. Anaumwa gauti mtu. Ready meat hapana, asile nani? Asile hichi. Huyu anywe maji mengi. Mimi ni mnyime kula nyama na maji mengi. Nimekuwa mlevi mimi. Sema leo, lazima nile vitu vizuri, vitu vitamu kwa jina la Yesu. Na yote anataka akuandalia ugonjwa fulani wakanyage. Mama hajazuilia ushuhuda wake. Alijua nabii, prophet, apostle anao muujiza wangu, sodoki miguuni kwangu. Je, yule mama angeombewa rufa kapoteaga? Mtoto yule akaombewa kule kapotea. Bwana Yesu. Utapata ujasiri umepotea. Pengine sisi watumishi wachungaji tuna moyo. Hata na sisi tuna moyo. Muombea mtu hapa amekaa amefanikiwa amepotea. Amerudi yuko mtumishi mmoja Dar es Salaam. Asema mtu mmoja ameenda kukopa kama milioni 30. Anapokopa hajarudi kwenye kile chanzo, baba hata kuna ya kwako pia hapa. Akaenda akaenda kanunua Alfadi kaja kwenye korongo, bahati mbaya imepata ajali. Na hela ya watu ni ya kurudisha. Alijua kwamba anaenda kufanywa nini biashara. Akasema kweli mimi alikuja kwenye chumba cha maombi. Mimi nikawa tunamuombea tu juu. Kwa sababu gani? Hakuwa na yule mtu wa Mungu. Kumbe na maana leo kama ni Alex ameniletea milioni zangu 3, najua hata amepata mtume. Kitu imekuwa ngumu hapa, mtume tunafanyaje mtume? Ikitu hapa haiwezekani hapa kutoka. Naona kama nyumba yangu inaenda. Utajua cha kufanya. Mtume anasema hapana. Sasa wako watumishi wanaombea watu wanapotea. Baada anakuja iko hoi, afu unafuata mtume samani. Kuna ule mama amekuja, yule mama yuko pale kumwangalia. Baba nimerudi. Mama vipi? Na watumishi hakuna namna nyingine. Lazima tuombe tu. Bwana Yesu. Ndio kazi tu. Ndio utumishi. Amen. Utumishi lazima urudi tu. Bwana Yesu ninamuombea. Na achilia neema yako aende. Haleluya. Amen. Lazima ufanye hivyo. Na mimi nikuombea uwe na moyo mzuri kwa jina la Yesu. Amen. Sema lazima uwe na moyo mzuri. Kwa baraka zetu tukizipata turudi kwa watumishi. Mama alikimbilia pale. Mama alikuwa anajenga gorofa, anajenga nini? Akasema huyu mtu apitapo hapa hivi kila siku, tumeweka kibanda akae vizuri hapa. Akamshauri vizuri mume wake. Hata wewe mshauri mume wako, tumfanyie nini mtume pale? Kaeni jadilianeni hivi. Sisi tunafanya nini jamani? Mwaka mzima nikihesabu hata 200,000 hamna kwenye ile madhabahu. Mama mmoja akasema mtume ile kubwa nyekundu mpaka mwisho ni 1,300,000. Acha hiyo, sitafika huko. Sasa tufanyaje? Lakini kuna nyingine nzuri nusu yake, mita hizo kwa shilingi kadhaa, 6 na kitu, kwambia hiyo size yangu. Na kimeza chake 85. Hiyo. Nikafungasha kwenye gari yangu nyuma pale, nikachukua nikaleta nikatandika. Kwa hiyo nabii akija akikaa hapa. Si anaona kitu chake cha enzi, anafanya hivi. Kwa hiyo akifanya hivi, mimi roho yangu naambia Bwana angalia kile kitu pale. Angalia anapojisikia raha. Hebu na mimi maisha yangu fanya hata kwa sehemu. Umwekee na hichi kimeza hapa. Ule mwanamke alisema na tumwekee na kimeza cha nini? Kimeza kitanda.
Kimeza hichi hapa. Kimeza hichi hapa. Tujifunze kutendea mema madhabahu. Amen. Na itarudi kwako. Itarudi kwa namna usiyotarajia. Bwana ana njia nyingi mama. Mama huyo alirudi kwa sababu alijua huyu mtu nilifanya kitu. Hata ukisoma Luka, baada ya yule mtoto ya yule akida baada ya kuwa amefariki, akaja kwa Yesu akasema, mtoto wangu si nani pale wasomaji Biblia wanajua. Akamwambia, lakini sema tu neno, maana hata mimi nina mtu aliyekuwa chini yangu, nikisema huyu nenda na huyu njoo. Akamwambia, wale watu wakaanza kuongea kwamba Bwana, huyu mtu analipenda taifa lake. Hajasema hivi, ametujengea madhabahu. Kafanyaje? Sinagogi. Yesu anaambiwa na watu hao waliosimama hapa hivi. Anasema mtoto anakaribia kufa. Anasema Bwana, huyu anastahili. Dorcas walishika mavazi, anasema huyu alitushonea mavazi watakatifu, alitushonea. Petro hajaongea chochote, akanyokea kaburi. Aisee, unadaiwa sana, amka mama, amka ishi. Toleeni nguo. Haya, endelea mama na kazi, unastahili kweli. Hebu na wewe endelee kwa jina la Yesu. Sema lazima niendelee. Sema lazima niendelee. Yaani tumetoka kwa kufanya hivi au gombe uruke useme niko vizuri. Asante Yesu, maana na makusudi na mimi. Asante Baba, maana unajua nia yangu. Tutumikie Kristo. Ngaramtoni juzi wamekufa watu wangapi? Watu wa Ngaramtoni walikufa ngapi? Tena nyingine wakafa ngapi? Hapa nyumbani mimi nasafiri maelfu ya kilomita, karibu kilomita 5,000. Hapa nyumbani hapo nazuka una sana mambo kuendesha gari, tafuta mahali kunywa soda, nikae ni mtafakari Mungu, tafakari watumishi hawa hapo tunakaa tunakunywa soda, na imeua mtu hapo Ngaramtoni hapa. Wewe ni nani? Unaambiwa watu wasitoi, waisiwahi kwenda kule, ni mbali. Lakini wiki nzima, yani hata fanya hivi sifanyi. Tumishi, unakuja unashikwa pabaya. Unalia kama nguruwe pori. Ushakuta nguruwe pori amekamatwa na chui. Unafahamu nguruwe pori akishikwa na chui anatafuta msaada. Na msaada wake ni kilio yake. Azipoli analiwa. Kwa nguruwe pori akishikwa ni kilio ndo kinamtoa pale. Analia mpaka mama yake alipo kule anakuja hiyo speed. Yaani watoto wali, yaani wajifunze kulia. Hata na wakati unalia ile sauti ukilia inaenda wapi? Wapi ulijenga? Waseme hata wanyama kule porini wakisikia mwenzake amengatwa au kuna shida, wanawasiliana. Unashangaa walikuwa wawili, mara wamekuwa 6, mara wamekuwa 9, mara 10, wana umoja kuliko hata sisi wanadamu. Kuliko hata sisi wenye miili hivi. Wanashikana hata kama ni nyama mkubwa kiasi gani lazima chini. Na wanakula wote, wakimaliza wanafuta midomo. Wanajinyosha, wanacheza. Mimi ndio huo mmoja nautaka ndani ya kanisa kwa jina la Yesu. Sema ya Bwana Yesu, pata moja ijengwe na miangu. Umoja. Na umoja hata ndani ya familia kama hamna kinachojengeka pale. Hata si tukipigwa hapa na wachawi, hakuna kinachojengeka hapa. Hauwezi kumuona mtumishi Alex wala kinaima wala kina Stanley wala nani. Kila mmoja ni kusambaratika. Umeona Sudani pale wamegeukana. Rais aliyekuwa mamlakani na mkuu wa kikosi cha wanajeshi. Na mimi nataka kuwa rais. Na huyo hajamaliza muda wake bado. Ikaanza. Piga ni kupige paka leo. Ni pale ndani. So kutoka si Somalia au Nigeria. Hapa. Huyo hajamaliza muda wake na huyu ni bosi kule kwa wanajeshi. Naye akasema na mimi nataka kuwa rais. Akatafuta watu wake akaungana nao. Shika naendo kule mahali mitutu kila kitu ni ya kwake. Mambo yakaanza. Tip. Paka sasa hivi, lakini ni ndani kwa hata hiyo vita inawezekana ndani ya kanisa, ndani ya ndoa. Mama kaongea hivi, baba kaongea hivi. Nimesema hivi, ni hivi eti. Twende kulia akushoto.
Baba fulani bana. Wangapi wanavutaka mdomo? Mvuteni mdomo. Sio ndio. Tokyo. Mvuteni mdomo unavutaga. Afu nikitokea mgeni pale, mtume. Wow, pastor. Pastor. Karibu. Karibu. Pastor. Nitakuzimbua pale pale. Pastor. Na wana mchungaji Manueli, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, nabarikiwa. Amina, mtumishi ubarikiwe. Sasa hawezi kunywa chai pale, anapita zake, anarudi tena. Mafulani, mama nini? Ile message. Mama, ile message ni message ya nani? Ni message imetumwa tu. Emleta namba tuone. Sasa mbona unaniambia kama ni dada yako? Mimi nimeona pale mwisho I love you. Kumbe nakwambia love kaka yako. Mimi sijaona hii ilikuwa. Mama ilikuwa ni hivi. Mama na hivi. Lakini mama ni wazuri sana. Pigeni makofi na vigelegele. Tukikaa vizuri ndani, hata familia itakaa vizuri. Lakini najua watu mimi nao wachungwa wakasirikaji. Ni wapole kama baba yao. Baba yao si mpole. Pole, mimi ni mpole. Mimi sio mkali. Haleluya. Amen. Shuhuda zinakaa mahali penye umoja. Shuhuda panakaa mahali watu wenye nia. Anasema muwe na nia ya Kristo. Na kuzimu wanashughulikia ndoa. Wanapambania pale kwa sababu tukipiga hii hamna kanisa wala nchi hapa. Kila saa ustawi wa jamii. Unamkuta mewai pale mzee ameshakaa pale. Ustawi wa jamii bila maombi hamna kitu. Mimi nimeshuhudia. Ustawi wa jamii mtu ameenda pale, akija mmefika wapi? Kwa Kisongo. Bia mkomesha lazima rudi nyumbani leo. Huyu mwanamke anisikii. Kapale. Mmefika wapi? Mbauda. Nafani huyu mwanamke atanyea akija hapa mtamuona tu. Mmefika wapi? Na karibia hapo Central. Nafani mwanamke mtamuona akija tu hapo. Mmefika wapi? Mama akija pale, baraka zako zilizokufa. Kwa hiyo wewe kuja hapa, jiandae kuondoka na mwanao. Jiandae kuondoka na mwanao. Jiandae kuondoka na mwanao. Kilichokufa kianze kufufuka. Na tupige chafya. Kianze kutembea. Asema kamuita Gehazi, muite mama. Mama nasi unajua apiga milio. Mama vipi? Haya, chukua. Mama anasema chini. Mtu sekretari ameshakwenda kupumzika. Wajue kwamba wako watumishi. Unaweza nikakwambia baraka leo usifunguliwe leo. Sio kwamba baraka haponyi watu. Na watu wanataka Yesu mwenyewe aliweka mikono juu ya kipofu. Mara ya kwanza pap, unaona miti kama watu. Akarudia mara ya pili. Unaona nini? Naona watu. Wewe nimekuwekea hivi, mtume bado mtume ameshakimbia na nimemwekea tu hivi. Yesu mwenyewe, Yesu mtoto wa Mungu alimwekea mkono mara ya kwanza. Akamwambia unaona nini? Naona watu kama miti. Hajapone na maana. Akarudia tena siri ya kurudi madhabahuni. Muangalie mtaka kumwambia siri ya kurudi. Mkazie macho mwambie siri ya kurudi. Mwambie wewe hapo wewe. Usijikaushe. Mwambie siri ya kurudi. Mahali ulipofunguliwa. Usiombe tu mara moja. Inawezekana leo umekuja nimekuwekea tu mkono hivi. Bado naota ndoto. Bado mume wangu ananipiga tu vile tena amezidisha. Kumbe ulipaswa urudi tena. Niweke tena nini? Alafu atoke mama vipi? Baba namshukuru Mungu sasa hivi ananishonea nguo. Sasa hivi akipita mjini ananichukulia gauni, hata hii moiso nilovalo hii moiso amenichukulia yeye. Mara ya kwanza ungepatia wapi? Umeombewa hivi. Hapo nyuma tu. Sema siri ya kurudi. Sema ya Bwana Yesu. Naomba nguvu ya kurudi. Endelea usichoke mama. Endelea kuja. Yakobo aliingana mpaka saa 11 asubuhi. Tokea usiku anamniachie bana upana kucha asikuachi. Sikuachi jamaa akasema kama Bwana Mungu wangu aishivyo sintakuwa.
Na Yakobo naye amepambana mpaka saa 10 ametenguliwa mpaka goti. Nyonga. Anatenguliwa lakini bado ameshika. Na jina lako nani? Yakobo. Kuanzia leo hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Alafu ile nyumba inaimbaje? Ile malaika malaika. Ashika malaika. Akafanyaje? Yakobo ashika. Hebu tumeni moja. Tumeni moja. Si tunafundishana